Utabiri wa mchezo wa Yanga na Simba watakaocheza tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Kombe ni ngao ya jamii. Hapa kwenye awamu hii hapa jamani, inabidi twende sambamba. Hakuna upendeleo, hakuna kufanya ili kufurahisha mtu. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa kufanyika ni kwamba ni utulivu unatakiwa katika kusikiliza, pawe na utulivu, kwa sababu tayari kitu kinachoendelea kinaweza ikajenga chuki au upendo. Ni hivi, mchezo utakuwa kama ifuatavyo. Ni kipi fupi tu, wala sio ndefu. Kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, jumla ya magoli yatakuwa hivi: Simba yeye na Yanga watacheza. Lakini sasa jamaa, mkumbuke kitu kimoja. Nafikiri nimekaa kimya kwa muda mrefu, sijawahi kuzungumzia utabiri. Ngoja niwape magoli, ni haya hapa. Goli za Simba na za Yanga zitakuwa hivi. Niliwaambia, kama mnakumbuka, niliwaambia utabiri utakaokuja. Sitopenda ahadi zitanifanya nisemeje ili niweze kueleweka, lakini mwenye kutaka basi anaweza katekeleza na sio ahadi. Yule ambaye atakuwa tayari kutekeleza anaweza katekeleza, lakini sio ahadi. Ahadi ni za uongo. Ahadi nyingi ni za uongo, ni kupeana motisha tu, ambao baada ya ushindi kupatikana, furaha yote inahamia kwenye ushindi, na mimi nakuja kuonekana punguani kama nimejipendekeza. Sasa safari hii sihitaji ahadi. Mtu ambaye anahitaji kutekeleza anaweza katekeleza tu. Bana, tuma namba, namtumia namba, anatekeleza. Basi sio unajua ikitokea hivi ni hivi. Natabiri hapa, mimi natabiri. Sasa kutabiri tena isiwe tena kuweka ugomvi. Utabiri isiwe kuweka ugomvi. Itakuwa kama ifuatavyo. Ngoja niweke tu magoli, huku ngapi, kama huku hamna. Baada hapo itakuwa clip imeishia hapo, haina mengi. Ni hivi, goli za upande wa nani, lakini mkumbuke kwamba ni kombe ngao ya jamii, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Yani inamaanisha ni mwaka huu ambao tupo nao. Kama itakuwa umeiona mwaka 2027, basi ujue ulichelewa kuiona. Sawa, maana hii clip sitoifuta, itadumu. Kwa unaweza ikaenda hadi 2027, mtu akaona 2027 akaanza kutukana matusi ya nguoni. Unasema 2026 wakati ni 2027. Wengine waga waangalia hata mwezi, mwaka wala tarehe, wanajua tu wampoiona ndio hivyo. Sasa niwaambie watu wa Simba, niwaambie kitu kimoja muhimu sana, kitu kimoja muhimu niki kwa watu wa Simba. Kingine kitu kimoja kwa watu wa Yanga niki hapa. Kipindi cha kwanza Yanga atamgonga Simba goli la kwanza dakika ya 10 kuelekea 12. Itabidi Simba agongwe goli. Dakika ya 10 kuelekea 12. Ndi kama hivyo nilivyosema. Kama umesogeza, rudisha nyuma kidogo. Usisukume, nataja goli la upande gani niseme. Kumbukumbu jamani.
Sitaki mtu kwenye komenti aje kusema ikifanya hivi itakuwa hivi. Sitaki, sababu ni uongo. Waliotekeleza, yani walioniahidi ni wawili. Mmoja aliniahidigi akatekeleza, na mwingine aliahidi akatekeleza. Kwa hiyo mimi kuweka kwangu utabiri simaanishi kwamba sasa nipo kazini sasa. Mimi sipo kazini bado, sipo kazini, ila tu nataka kufanya kwamba watu ambao wanakuwa hawaamini waweze kuamini hicho kinachotokea. Na hii ngao ya jamii baada ya kuisha, naweza nikakaa zangu pembeni nikafanya mambo yangu mengine, ila nataka tu nithibitishe kwenye hii ngao ya jamii. Baada hapo nitakaa pembeni nifanye mambo yangu mengine. Simba atagonga na goli kumgonga Yanga dakika kama ya 20 kuelekea 25. Hapo sasa ndio ambapo unatakiwa kufanya maraba. Hapo kitachotakiwa baada ya hapo, kuna Yanga watachanganyikiwa, watavurugika, wanapoteana, watamjeruhi mchezaji mmoja wa Simba. Watu wa Simba nikisema hivyo wanakuwa wakali, kwamba kwa nini sisi ajeruhiwe. Kwa hiyo yani hapa natakiwa mtu awe makini katika kusikiliza. Yani ukiwa makini utanielewa, ila kama hautokuwa makini unaweza usinielewe. Sababu jambo, umakini ndo kitu cha msingi kinachoweza kupelekea ukanielewa. Kama sio makini huwezi kunielewa. Mchezo watakaocheza ovyo ovyo watakuwa upande wa Yanga, ovyo ovyo, katika hali ya kuwaumiza watu wa Simba. Ukisikiza kwa umakini, naomba mchezo wakati unaendelea uzingatie, ufuatilie. Je, ni uongo? Simba watamtwanga goli lingine Yanga sasa la pili. Kipindi hicho Yanga bado ana goli moja. Hilo goli itaingia dakika ya 39 kuelekea 40. Kwa mpaka dakika ya 40 Simba atakuwa na mawili, Yanga atakuwa na ngapi? Kama hujasikiliza rudi nyuma kule usikilize kama umesogeza mbele. Mchezaji wa Yanga mmoja kwa hivyo mpira utakwenda, ikifika dakika 45, dakika 44 kuelekea 45, mchezo utasimama kutokana na tukio. Nikilitaja nitambulia tusi. Nikitaja tukio litakalotokea uwanjani dakika 45, 44 kuelekea 45, nitambulia tusi. Wewe tu zingatia, ikifika dakika hizo shuhudia tukio. Ikifika dakika hizo wewe cha kuzingatia, shuhudia tukio. Kisha rudi kwenye comment kulalamika kama niliongea uongo ama nilipatia. Hata usipokuja kwenye comment ni wewe tu, ila itasaidia kuambia watu ambao waga wanahisi
nimeweka baada ya mchezo. Kwa hivyo mpira utakwenda, mpira utakwenda. Baada ya matatizo hayo kupita, wataenda kupumzika sasa. Kipindi hicho nimeshasema Yanga atakuwa na ngapi, Simba atakuwa na ngapi. Watarudi sasa, mpira utakuwa kama ifuatavyo. Hapa ndo nataka niweke tu chapu tuondoke. Refa atakayechezesha huo mchezo, baada ya mchezo kuisha, atasimamishwa kwa kipindi kirefu. Atapendelea upande gani nikutajie? Unaweza ukasema pia nina chuki na huo upande, au sasa hivi baada ya kuona hivi, kwa sababu tulifanya hivi ametuchukia ndio maana anasema hivi, au kwa sababu huyu hivi ana hivi ndio maana anasema hivi, ndio maana anachukia hivi. Sina chuki na timu yoyote. Yanga atagonga goli lingine kumgonga Simba. Waliofuatilia kuanzia mwanzo wanaelewa itakuwa goli ngapi kwa ngapi. Kama umerusha mbele, rudi nyuma. Hiyo itakuwa dakika, kipindi cha pili dakika ya 50. Tuseme 10, kipindi cha pili 10 zimetumika. 5 zimetumika. Yaani itakuwa goli ambayo itachukua muda mfupi sana kipindi cha pili. Kipindi hicho Yanga anacheza pungufu. Japo sikutaka niseme nilisema tu kuna tukio, lakini nimeona nisiposema watasema nilibahatisha. Ulisema tu tukio, matukio uwanjani kawaida tu. Yaani uwanjani matukio kawaida tu. Yaani swala matukio uwanjani mbona kawaida tu hiyo. Sasa ndo nini eti kutoka na tukio dakika mara ngapi, si kawaida tu. Watu wa bongo hao. Sasa nimesema kabisa Yanga watatokuwa pungufu. Tukio lile la kipindi cha kwanza dakika 45. 44 kwenda 45. Lakini Yanga ndo atakaogonga goli la pili sasa. Goli la pili, goli lingine. Mara. Kwa hiyo Yanga atakuwa wako pungufu lakini wamegonga goli. Mpira utakwenda sasa. Hapo ndo utakuwa mgumu. Mpira utakwenda. Dakika ya 80. Goli itakataliwa la upande wa Simba. Na hilo ndio itakalomfukuzisha kazi baada ya mchezo kuisha. Kocha refa wa upande refa wa wakati wa kuchezesha mchezo. Sikutaka pia niseme, ila nimeona niseme, watu waseme nimebahatisha. Refa hatafukuzwa hapo hapo, mchezo utaendelea, lakini mchezo utakapoisha atafukuzwa. Goli sijasema kama ndo mchezo umeisha, nimesema goli litakataliwa la Simba. Leo naweka hii, leo ni tarehe, zingatia, leo ni tarehe kama 26 sijui leo.
mwezi wa saba, kwa mpaka tarehe 12 nafikiri wengi watakuwa wameiona hii, na muisambaze watu waione. Sitaki ubishi baadaye. Sio lazima kusambaza. Mara nyingine ukiambia wasambaze waone, anataka ili watu waone apate hela. Hela gani wewe? Ukitaka acha kusambaza. Mimi lengo kwamba sitaki ule ubishi ule. Mtu baada ameweka baada ya mechi, ameweka baada ya mechi. Anataka ili wasambaze, ili wasambaze, hatusambazi sasa. Kwani yani kama punguani fulani. Mimi comment ya mtu naipima akili ya mtu. Kwa comment tu akili ya mtu naipima. Yani akili ya mtu usihangaike nayo, ipime kwenye comment. Comment tu inatosha kwa kipimo cha akili ya mtu. Sababu huna haja kusema sisambazi sasa. Wewe unaweza tu kukaa kimya, tayari umeshaacha kusambaza. Mpaka sisambazi sasa hivyo unaje hapo? Mtu anambia napanda kwenye gari hivyo ndo unaingia kwenye gari sasa, wakati gari kabisa unaonekana uko unaingia. Yaani sana mtu kwamba anaingia kwenye gari fasi, anamwambia mtu bana, ngoja niingie kwenye gari bana. Sasa uko unaingia kabisa mpaka useme. Unaona, unamuuliza mko wawili, unamuuliza mtu hivi, jana ulienda? Nani? Mimi. Na kuuliza wewe nani? Mimi. Huyo wa nyuma yako. Yupi? Mbona hamna mtu? Si nipo mimi tu. Sasa mbona wewe mwenyewe useme? Tumalize hapa. Sasa Simba watapiga goli lingine kumgonga Yanga. Dakika ya ngapi? 89 kuelekea 90. Mpira utaenda, Yanga atajikakamua Yanga. Ukuna huku. Yaani hapo mchaka hapo nasema. Ukuna huku. Kukulukakala wapi? Mwisho wa siku Yanga kukulukakala. Akakukuluka. Huyo akakukuluka. Dakika zinaenda hizo. Nyongeza zikawekwa. Hapo kwenye nyongeza sasa ndo Yanga kitimtimu sasa. Hapo kwenye nyongeza ndio kitimtimu hapo. Sina chuki na timu yoyote. Sina chuki na timu yoyote. Mpira utapigwa mrefu kuelekea kwenye goli la Simba. Upande wa kushoto kule, natamani wataje watakaofunga. Natamani wataje wachezaji watakaofunga. Ila klipu itakuwa ndefu nikitaja watakaofunga. Ukipigwa mrefu kule, yule nani, lengo nataka nisitaje watakaohangaika. Wakati ule mpira unapigwa mrefu, hapa na hapa, golikipa na mchezaji, golikipa wa Simba sambamba na mchezaji wa Yanga, natamani mtaje, atapiga kupiga kwenye goli la Simba, lakini hatafunga bwana, hatafunga. Mashabiki wataanza kuamka mmoja mmoja, maana dakika za kunyongeza zinaelekea kuisha. Mpaka mpira unaisha, Yanga ni goli hizo, Simba ni goli hizo.
Kama umesikiza kwa umakini, umeshajua ni nani atakayeshinda mechi hii. Kama umesukuma mbele, haujajua mshindi ni nani, rudisha nyuma, usikize kwa umakini. Huo ndo utabiri wa mchezo wa Yanga na Simba tarehe 12 Ngao ya Jamii, tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Utabiri wa Yanga na Simba tarehe 12. Goli ni hizi hapa, goli ni hizi hapa, goli ndo hizo hapo ambazo nimezitaja hizi hapa. Mchezo ni utabiri tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Goli ni kama zilivyotajwa hapo kwa mlolongo wa utulivu na usikivu. Ndio maana nimeenda taratibu ili mtu anielewe vizuri. Kwa hiyo mshindi hapa ameshajulikana. Nafikiri tumeelewana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Yule na yule, mshindi ni yule. Sina chuki na mtu na timu na nani na nani. Good.